Watu wa kuzungumza ni watu wa serikali. Sio jemedari. Sababu yeye jemedari yeye kama tu mwandishi wa habari. Hata kama hana taaluma ya mpira. Sababu katika jamii ya uandishi wa habari kuna wengine wana taaluma ya mpira na kuna wengine hawana taaluma ya mpira. Lakini tatizo la jemedari kila kitu anajua. Sasa sijui binadamu gani. Ukienda kwenye mpira yupo, ukienda sijui wapi yupo. Yaani kila kitu anafahamu. Hata kama afahamu. Kwa sababu hata ukimwangalia jemedari mpira hajacheza. Mpira hajacheza jemedari, kacheza wapi mpira jemedari? Nilimsikia mtoto mmoja hivi, simjui jina lake, anavagaga mawana, anamlaumu Hans. Anasema Hans amfikii jemedari 700%. Kwanza jemedari amecheza mpira. Kwanza jemedari amefanya kazi TFF. Kwanza jemedari amefanya kazi Azam. Yule mtoto yeye kasikia na kaambiwa kwa sababu umri wake na kipindi anachosema amecheza mpira jemedari inawezekana yeye hajazaliwa. Ina maana kamezeshwa. Lakini sisi tunamfahamu jemedari. Na mimi kama mtu wa kusini, yani kuanzia hii mikoa miwili Lindi na Mtwara, nikiondoa Songea. Kwa sababu kule sijawahi kufika. Hii mikoa miwili Lindi na Mtwara, wachezaji wote wa pale waliowika katika kanda ile mimi nawajua, jemedari sijamuona. Sijamuona kabisa katika mchezo wa soka. Kwa sababu kwa kipindi hicho mwaka 93-94 kanda kusini watu waliokuwa na vuma zaidi zile ndondokapu za mtaani. Kulikuwa mdogo wake Mohamed Hussein alikuwa anaitwa Fikiri Hussein. Kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Wanjema, jina maarufu Ruiz Figo. Unaona? Ukija Mtwara mjini kulikuwa timu ambayo inaitwa Mitumba. Na Mtwara mjini tena kulikuwa na timu ambayo ilikuwa inaitwa Kipingu, Sultani ambayo ndio alikuwa anacheza jemedari. Ni timu ya mtaani kama unavyoona timu za mtaani. Lakini hata kiwango chake kilikuwa kidogo. Sio kusema jemedari amecheza mpira, ule ni mpira aliokuwa anacheza yeye, ni mpira wa shule. Kwa unaungana na kauli ya Haji Sande Manara kwamba ni mtu sio hoa kwa Kiingereza wanaitwa bachelor. Anaambia bwana siku tunakuja kuweka kambi hapo, napikwa ugali pale wanashiba, jioni anaenda kucheza mpira. Na kama jemedari mpira amecheza kweli. Kweli amechezea Kariakoo Lindi, lakini katika Kariakoo Lindi ni mtu wa kukaa benchi. Hataji kikosi cha kwanza cha Kariakoo Lindi kama yeye yupo. Na kama kweli alicheza mpira, mchezaji yoyote wa mpira lazima apande ndege. Aonyeshe yeye ipo uwanja wa ndege Airport Mangamba Mtwara kwa sababu Lindi hamna uwanja wa ndege. Aonyeshe anapanda ndege na timu yake ya Kariakoo Lindi na kuja kucheza na timu yoyote Dar es Salaam. Aionyeshe kesho kwenye michezo. Na pili aonyeshe akiwa mchezaji wa siku, mchezaji bora, aonyeshe tunzo aliyopata kwa siku ile aonyeshe. Na la tatu aonyeshe siku gani aliwahi kufunga goli wakati anachezea Kariakoo Lindi, aionyeshe. Na swala lingine aonyeshe siku yoyote hata anarusha mpira kwa mkono yupo Kariakoo Lindi aonyeshe. Kariakoo Lindi kweli kachezea lakini amecheza mechi 4 msimu mzima. alikuwa anakaa benchi. Alikuwa anakaa benchi. Na iliposhuka Kariakoo Lindi hajawahi kuchezea timu yoyote. Sasa wewe ndugu mwandishi, mtu mchezaji wa mpira, ameshawahi kucheza mpira. Itakuwaje ucheze timu moja tu, timu ya kwenu ulipozaliwa? Kwa sababu pale ulipozaliwa wanaweza kutumia urafiki, huyu mtoto wa fulani muite acheze hata kama hujui mpira, ukacheza. Kwa sababu kama angekuwa na kiwango kikubwa, angekuwa anajua mpira, angechezea Mtibwa, angechezea Prison, angechezea JKT, angechezea Yanga, Mwangalie Edforce ya Mlima, mtoto mdogo aliozaliwa leo atakuta Edforce ya Mlima amecheza mpira miezi 8 lakini habari yake ni kubwa. Edforce ya Mlima ndio wachezaji wa kusini ambao wamecheza ligi kuu. Akina Muhaji Muki mwaka 74. Mohamed Hussein Machinga Daima. Mdogo wake Mohamed Hussein Fikiri Hussein alichezea Bafana Newala, akaja kucheza timu ya Polisi. Ligi kuu kacheza. Hao ndio watu ambao mimi nawafahamu, akina Niza Rufani wamecheza ligi kuu. Unaona bwana, akina Shebu na Yopa amecheza JKT Luvu, hakuna mtu asiyojua. Sasa leo umuulize Mtanzania yoyote jemedari alikuwa anacheza namba ngapi timu ya Kariakoo Lindi na alikuwa anavaa jezi namba ngapi? Hakuna anayojua, hata mtu mwenye umri mkubwa. Kwa sababu mara kwa mara anakaa kwenye jukwaa. Kama leo mimi ukija kuniuliza bwana timu ya taifa Emmanuel Amonike alikuwa anavaa jezi namba ngapi? Tenge mwaka 93.
Mimi nitakwambia Emmanuel Amonike alikuwa anavaa jezi namba 9 kwa sababu ni mchezaji ambao nilikuwa namuona mara kwa mara. Lakini mchezaji amechezea timu ya Sokoni, Kariakoo, sababu Kariakoo Lindi ni timu ya Sokoni. Kule kusini timu ambayo iliyokuwa inaleta ushindani ni Bandari. Na Bandari walikuwa wanakula vizuri kuliko hata Kariakoo. Kariakoo yenyewe mpaka tuchange sisi dona mwenye unga muhogo ndo anapata kula. Sasa iliposhuka Kariakoo Lindi na Jemedari mpira wake umeisha pale. Sasa huyo sio mchezaji. Huyo kama amecheza mpira wa shule. Wamefika mbali zaidi akasema hivi. Siku ile mabamsa wa Yanga kama ilivyosadikika kwenye barua na ya TFF pamoja na Yanga wamesema kwamba alikuwa na haki ya Simba hata kama angewaita wamama wajawazito wakafika pale wakatulia na wakadhikiri na akawabembeleza wakiwa wanasubiri kujifungua, alikuwa na haki hiyo Simba kuingiza vitu kama hivyo. Yaani mtu yoyote asiyojua mpira, ndio maana nikakwambia Jemedari sio mchezaji, hawezi kuzungumza maneno hayo. Kwanza sheria za mpira zenyewe hazijui. Sheria yeye anaziunda tu pale pale alipo akasema ili mradi sijui mwenyewe kuikomoa Yanga. Yanga ni klabu kubwa. Yanga ni timu yenye mafanikio. Yeye hata kama akija anaisononesha Yanga hata faidika kitu chochote na Yanga haitashindwa kuchukua makombe eti kwa sababu Jemedari anaongea. Propaganda hizo zilikuwa zamani, sio sasa hivi. Yanga sasa hivi na hela na viongozi wazuri. Kwa sababu unapokuja kuidharau Yanga, yani unamdharau injinia. Sasa elimu ya injinia na Jemedari tofauti. Yule ni injinia, anategemewa nchi mzima, injinia. Ndio anaojenga majumba ambayo sisi tunalala. Sasa unaposema sijui Yanga wangesimama na tuajie uzito, ndio maana nikakwambia Jemedari mpira hajui, pale kaingia tu. Kwa sababu muda mrefu Jemedari yupo katika soka kuchambua kuandika makala, lakini je, hapa Tanzania kuna mtu anamjua Jemedari? Watoto wadogo sasa hivi wanamjua Alikamwe. Watoto wadogo sasa hivi wanamjua Haji Manala. Na unapotaka mafanikio huwezi kuforce, tafuta fani nyingine, lakini swala la mpira Jemedari amefeli. Mimi nilikuwa tunamshauri aende VETA, mambo ya umeme sio kitu gani, akaende kafungue magari injini kule anaweza kupata maarufu na akapata hela. Lakini kwenye mpira wewe tenge mwaka 94 93 mpaka leo hajapata mafanikio ya soka, hata kuchambua mpira hajui. Sasa utasema wewe ni mchambuzi? Hiyo tena inatokea kwa sababu Yanga mlimnyima uongozi Mimi ndivyo ninavyosikia, kwa Yanga walinyima uongozi hata kama sina hakika, lakini hata ukinyima uongozi, kwa nini watu wangapi wanagombea ubunge, watu wangapi wanagombea cheo chochote wakakosa? Ina maana ukikosa uwezi kuforce. Ukikosa huwezi kuforce kusema ni wakebehe hawa kwa sababu mimi walinyima kitu fulani. Hapo ndo nakosea. Unachotaka kukifanya wewe ujipendekeze, watu wakuone, jamii kuone. Baadaye ambe jamani huyu mtu anafaa. Lakini unapokuja kuforce kuleta kabehi, hata hiyo Yanga kama unataka kurejesha pale huwezi kurudi. Ila hilo yeye halijui. Yeye mwenyewe anasema ananyoka, anapiga spana. Hakuna anayempiga spana, spana anajipiga yeye mwenyewe. Kwa sababu wewe unaipiga spana Yanga, spana wewe utaipiga wapi? Yanga na medali ya kafu, hata Jemedari hana medali ya aina yoyote ya mpira. Na kama ataonyesha medali ya aina yoyote, mimi 200 namfuata pale Crown nenda kumpa. Ataonyesha medali ya aina yoyote, kusema medali hii niliipata nikiwa Kariakoo Lindi, nilikuwa mchezaji bora kwa siku hiyo nikapewa hii medali. Asitengeneze. Sasa mimi medali za zamani nazijua. Kwa sababu mimi katika ukanda wa kusini mimi ni mtaalamu wa soka. Mimi ni mtaalamu wa soka, wachezaji wote wa kusini hata waliocheza ndondo mimi nawafahamu. Hata nikitaka kutajia hata 100 wanafika. Hata wa miaka 74 kina Muhajimuki na wajua. Alete medali ya mwaka 93 94 kwa mimi nilichukua medali kwa Kariakoo Lindi hii. Hii kwa mfano leo Jemedari Said anaenda kumchambua Jobu. Hatamweza wapi? Jobu ni top scorer ya nchi, top scorer Yanga. Hata kama mfupi kama yeye anavyodai, lakini yule bwana mdogo mpira na ucheza tofauti na yeye. Yeye mbona hajawahi kucheza beki timu ya taifa, au kucheza kiungo au namba 10 akaenda kucheza? Mbona hajaitwa timu ya taifa? Kwa sababu mpira hajui. Na mtu asiyojua mpira hata kwenye uchambuzi anafeli. Ndio hao watoto wengi sasa hivi wanaingia kwenye uchambuzi na wao wanamuiga Jemedari kusema wanapiga nyundo. Kumbe wale wanajiharibia, wapigi nyundo kwa sababu mpira hawajui. Unajua ndio maana Jemedari akianza kuchambua tu, mimi bwana nilicheza mpira zamani. Mimi bwana nilicheza mpira zamani. Kwani kuna mtu ambaye aliocheza mpira sio fahamika? Hapa kuna mtu anashindwa kumjua
nani huyu Abdalla Kibadeni? Kuna mtu anashindwa kumjua Kitwana Manara? Kuna mtu anashindwa kumjua Gibson Sambuli? Kuna mtu anashindwa kumjua Boy Idi? Hao nao kutajia na wachezaji wa mwaka 74 so 93. 93 ni juzi tu. Hata waulizi wazee wenye umri miaka 70 Jemedari hawamjui. Kwa sababu alikuwa hapati namba mara kwa mara, kiwango chake ni kidogo. Ina maana unapokuwa na kiwango kidogo, ina maana hata kuchambua mpira huwezi. Yule mimi namshauri aende VETA. Akatengeneze magari umeme wa magari nini kule atapata mafanikio, lakini kwa swala la mpira wewe tenge mwaka 94 unapambana na bado hujatoboa. Hivi Jemedari timu gani yule kati ya Simba na Yanga? Jemedari mimi sijui yupo timu gani. Kwa sababu sijamfuatilia hata huko kusini yuko kwa anacheza mpira, mimi niko namuona tu anacheza pale Sultani, mara kaenda Kariakoo Lindi, lakini sijamjua kama yeye yupo Simba au yupo Yanga. Yeye mwenyewe ndo anajua, lakini mimi ninachokisema Jemedari mpira leo kwa anacheza yeye, hata mimi nimecheza kwa sababu mimi kanda ya kusini nimetikisa. Hakuna mtu asionijua. Mimi kule jina la utani ilikuwa naitwa Mandieta, mtu hatari. Yeye hajaitwa jina lolote la Jemedari Saidi. Hajaita jina lolote la utani mchezaji wa Ulaya, hajawahi kuitwa. Tena mimi nimecheza mpira mkubwa kuliko Jemedari, ila nilikuwa sina watu wa kuninyanyua. Unajua kuna mpira wa Tanzania sometimes unakuaga na watu wa kukunyanyua kukupeleka pale. Mimi leo kama ningenyanyuliwa ningecheza timu ya Yanga, hata Uingereza ningeenda kucheza kwa mpira nilikuwa nacheza mimi. Mtwala mzima anajulikana jina la Mandieta. Nikaenda kule Mauta kule walikuwa wananitwa Robert Carlos. Na Mtwala vijijini mpaka Mtwala kule Mtwala mjini kwenyewe alikuwa ananiita Carlos vile vile. Ni mtu ambaye nilikuwa nacheza mpira mkubwa kwa sababu miaka ile ninayokuambia watu walikuwa wanacheza mpira. Sasa Jemedari hata mipira Mtwala hajaleta ushindani wowote. Ndio maana mimi siku zote namsikiliza tunacheka sababu namfahamu hana kiwango cha mpira. Bwana Mandieta, shukrani sana. Asante sana. Nikuache ukaswali. Inshallah.